Bwana niko South hapa na leo nimekutana na Monta watu wa ngoma. Bwana dogo inakuaje wewe? Kama mambo yanaenda? Mdogo. Inshallah. Alhamdulillah. Au si vipi Ramadhani naina? Ramadhani nayo hii mfungo mwema kabisa. Inshallah. Tuna imani. Inabidi tufunge kwa sababu Mungu ndo kila kitu hivyo. Kwa sababu hata ukiangalia binadamu hajakamilika. Ama mtu ambaye alikuwa bora, kwa hiyo inabidi ufunge utimize zile faradhi na sunna ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Pia hata na Mungu mwenyewe ambaye alimwamrisha mjumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufunge. Kwa kufunga ni nini? Bwana nimekutana na shehe. Bwana mimi nimeishi na wana kibao ni Waislamu, lakini wewe mimi naona kama kidogo unaweza kuielezea vizuri dini. Lakini leo tutaiongea siku nyingine zaidi. Ila kwa leo mimi nataka nijue. Una miezi mingapi hapa? Hapa au mwezi wa 3. Unaonaje mji? Mji si haba, alhamdulillah, mji mzuri kabisa. Jomege. Vipi una lipi la kusema kwa hususan kwa watu kama mimi ambao tunafanya content kwamba tunashawishi vijana waje. Na umenikumbusha watu wengi sana ambao wanafanya content au content creator, kwa sababu kuna njia nyingi sana ambazo wao wanazifanya sio nzuri, haziwapendezi watu, kwa sababu Ulaya sio kitu sawa. Especially kwa watu ambao wako Ulaya, wengine ambao hapo mnaita viwanja, wenye kiwanja chetu hiki. Kiwanja. Kuna maneno ya kumwambia mtu sawa, kwa sababu sio kila mtu ambaye atapita njia yako ama mtu ambaye atapita njia yako. Yaani kila mtu kapangiwa na riziki yake na kila mtu kapangiwa na njia yake yeye mwenyewe ambaye anaweza kupita. Kwa hiyo usilazimishe mtu jinsi ulivyohaso wewe. Ukashangaa ukamleta mtu mwingine cha ajabu hakuzidi. Kwa hiyo unakuta mtu anatukana matusi, anatisha watu, anaona yeye ndo ana akili. Toka huko Afrika, toka uvunguni wa dunia. Sasa bado kama Chibakeke. Chibakeke bana, mimi kakaangu namkubali sana. Kuna some content fulani hivi anakuwa anaua sana, na kwa hiyo very very creativity, yani anakuwa mtu ambaye mbunifu mzuri sana. Sawa. Yani especially na wewe pia. Hata wewe pia kidogo angalau kidogo. Unazingatia, unaangalia. Tunahamasisha vijana waje watoke. Sio waje, yani lengo la kufanikiwa sio lazima mpaka uje South Africa. Unaweza ukata nyumbani kwenu huko. Ukatafuta biashara nzuri tu ukafanya na ukafanikiwa kabisa. Unajua hilo mimi sipingi, lakini mimi ninavyoona tunajaribu kufanya nini kwa maisha vijana, kwamba kama wanakuja hususan mimi ukiniangalia content zangu ni kwamba naelekeza kama una mpango wa kuja South Africa basi fanya hiki, usijikafeli hapa, fanya hivi, fanya kihalali kabisa. Siwezi kupitisha njia za panya. Siwezi kumshauri kwamba mtu apite njia za panya wakati kuna passport. Serikali yetu bwana, ukitaka passport inatoa au faster. Kwa mimi naona bwana, kwa sisi tunaofanya content muangalie na maneno, msio mnajifanya nini ndio watu ambao mko special, yani mko very 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 important person. Hapana, yani kwa sababu unajua chini ya jua hakuna mtu ambaye ni bora kuliko mwingine. Hata na Mungu ni katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwambia Mungu anamchukia yule mtu ambaye anajiona bora kuliko watu wengine. Sio vizuri. Yaani huwezi kujiona bora sababu hiyo neema ambayo Mungu amekupa basi ili kusaidia na watu wengine itakuwa ni bora zaidi. Kiwanja watu wanakuja wanatafuta. Point ni kwamba sisi tunaoshawishi vijana kwamba watoke Bongo waje labda kwenye nchi za ugaibuni, ni kwamba yani wewe hauto appreciate kabisa. Sababu unajua kila mtu na hobby yake. Hata mimi mara ya kwanza nilivyoingia nilikuwa najifeel kupiga picha, post wapi. Lakini nikaja kukumbuka kwa sababu privacy, kwa sababu mtu yote aliyefanikiwa na mtu yote ambaye ana lengo na kitu fulani, cha kwanza kabisa huwa ana maintain privacy. Sawa, inabidi maintain privacy yako. Sasa ujitafute kama wewe. Unajua ukiangalia ni hobby tu ya mtu ukizungumzia privacy. Mimi hata ni post vipi uweze kujua anafanya kazi gani. Chimakeke unajua anafanya kazi gani? Chimakeke uweze kujua. Anasema mwenyewe anasemaga Chimakeke. Chimakeke mzusho utako niambia kwamba Chimakeke anasema kazi yake. Sasa maana lakini nashakumsoma tu. Kazi gani? Na kaka yangu namkubali sana na anamshangazi. Si ndio anamposti. Mzushi yule bwana ana kazi yake, ngoja. Yule ting tang mdogo wangu. Gademi expensive shit. Hasa mdogo wangu nakatama vipi kuna vitu vingine sikuvisema kutokana na huu mwezi mfungo wa Ramadhani na mheshimu. Baba achojoa. Mtu wa makojozi. Sasa maneno kama haya sasa
Ndio hivyo tena utandawazi globalization sawa. Na mwenye kazi yake anasemaga ndio kuna kazi anajikimu kweli. Na huyu na sijui ndio private. Ndio private lakini kuna kazi yake kuu ile mweka mjini London pale DC London mwenyewe. Anasiwake hapa atumwangalie Chimakeke bro. Mimi siku disrespect sana, kuheshimu sana, ni mtu ambaye anafanya content vizuri na kuheshimu. Sasa hata nilipokuwa Bongo nilikuwa namfuatiliaga sana Chimakeke, ananifurahishaga especially lakini kuna ile na mmoja anasemaga huwezi kumshauri kusema yale maneno sawa, huwezi kuacha yale maneno. Kwa hiyo fresh, lakini muda mwingine pia awe anaheshimu basi udini wa watu, sababu muda mwingine anakuwa anakosoa sababu yeye dini anakuwa inakosoa vizuri. Kila mtu amache na imani yake aendelee kufanya vitu vingine. Kwa sasa unamkuta mtu mwingine anaanza kuongelea masuala sijui ya Tanzania. Mbona ongelea akiwa huko Tanzania, anaongelea akiwa nje? Sasa inakuwa vibaya. Sio somba, mtu lazima aongelee kwao, si unajua? Kwamba na Chimakeke target yake ni kwamba au niseme mimi watu wote ambao tuko nje tuna motivate watu ambao wako nyumbani kwamba bwana sanuka babu toka magetoni. Alafu mimi nadhani kwamba mimi nitoka kwa sababu ya Chimakeke. Nitoka kwa sababu ya Chimakeke. Really? Kweli kwa sababu mimi nilikuwa namsikiza sana Chimakeke na nikisema kumbe maisha. Alafu kwa sababu baada ya Chimakeke kwanza kuposti watu wengi walijitokeza. Kweli sio uongo kweli. Kwa hiyo nikaanza kuona baadhi ya watu wanahamasisha hao bwana unaweza kaingia wanatoa kodi, nikasema kumbe wewe kuna maisha mimi bwana kweli mimi niseme ujaribu. Chimakeke mimi bwana binafsi namkubali. Hata na mimi nisiwe mnafiki, ila tu kwenye ukweli tuongee ukweli. Kweli tunamkubali, lakini kwenye ukweli vingine hasa unaongelea dini za watu. Dini za watu aziache. Kwenye dini tu hapo ndo anaharibu. Lakini na maneno mengine pia apunguze na wakala maneno. Lakini kuna watu wanamuelewa lakini. Kwenye dini pale ndio maana kuna like, kuna comment wengine wanakuambia ndio bro. Kuna watu wanamuelewa. Kwa hiyo ukiona content haujaielewa kwa Chimakeke unachana. Ila kuna watu wamemuelewa. Hata wewe mwenyewe unamuelewa. Mfano kama kuna content yake moja anakuambia dunia yani hakuna miracle. Usipobadilisha cycle ya maisha yako hakuna kitu kitakachobadilika. Ni kweli. Na hata ukiona maisha yako labda ni mabovu kutokana na cycle yako ilivyo, kweli unaona na mtu wewe hauna kitu, utapataje kitu? Lakini ukikaa na mwenye kitu wenyewe anakuambia Waswahili anakuambia kaa na waridi unukie, ama fata nyuki upate asali. Si ndio? Lakini hata na shuleni pia kuna baadhi ya walimu wanashauri yaani katika makundi yenu msikae wote vilaza watupu. At least mkae na mdogo mkali wa geography, mkali wa biology, mkali wa mathematics, mkali wa science, mkali wa history, yani hivyo. Kiufupi tabia uambukizwa. Tabia uambukizwa kweli. Tabia uambukizwa. Shinda na jambazo na kwa jambazi. Na pia ni imani ya mtu. Ni tabia kuambukizwa. Serious. Tabia tu, lakini pia ni imani ya mtu. Wakwambia tuonyesha rafiki zako watano tujue tabia yako. Kweli hiyo ni majambazi wote. Sasa wafanyaje? Kwa majambazi hapa kabisa bidii. Hayo inakuwa sio. Hiyo inakuwa sio. Lakini especially mimi nasi kama ni ulimbuke. Ni sababu watu wanataka tu show off, waone kama yuko mbele ni. Yuko mbele. Lakini tuna respect sana vizuri, sio mbaya, kwa sababu wanaelimisha jamii, wanaelimisha vijana, kwa sababu kutokana na nchi yetu bana, kusema kweli nchi yetu watu wanapenda sana upuuzi, yani zile content fulani ambazo yani ukijifanya serious huyu naye hivi basi mimi nashangaza. Basi ule userious waachane nao. Basi hata mambo ya kidini basi nao wanayapuuza. Sasa inakuwa kuonyesha imani bwana. Unajua yani ibilisi ana nguvu. Sio ibilisi. Ukiangalia mwanangu, si umeona wewe ni Muislamu? Ndio. Kuna Mkristo, kuna Myahudi, kuna Mhindu. Ukiangalia kama India kuna zaidi ya dini 1000. Ndio. Ambao wako huko India, ukiangalia India kuna watu wamjui Muhammad. Kuna watu wamjui Yesu. Ambao unaona kabisa huyu amjui Muhammad ni yaani unamshangaa, umeona? Kwa hiyo kwenye mtu akisema mimi Uislamu haujui, Ukristo haujui. Sio kwamba ndo ulaumu kwamba hapa tulaumu. Yaani wewe mwacha sema. Okay. Lakini sasa mfano sasa mimi hapa si Muislamu. Nawezaje kukiongelea kitu kibaya, yani kukiongelea labda kuongelea Ukristo kwa ubaya, mimi si ujui Ukristo. Kwa hiyo inabidi niongee vitu kwa fact. Mfano kama Chimakeke unaona sometimes wanaongelea vitu lakini bila fact, waga na fact. Hata ni fact. Mfano wa fact ambao unaikumbuka Chimakeke sema hii kweli fact.
Hajawahi kutoa fact. Anaweza kwa sababu sijamfuatilia, lakini kwa mfano Chimakeki akasema, natoa mfano akasema wanaume mmeahidiwa na Mwenyezi Mungu, si ndio? Ukienda peponi hapo kwanza utapata zawadi nzuri ambapo utapata wanawake 70. Serious. Mahuraini. Mwanamke ameahidiwa nini? Cha kwanza hasa kuna msemo anakuambia rijalul qawwamuna ala nisaa, kwamba mwanaume ni wa kwanza, pia wanawake wanafuata. Umeona, ina maana kwamba anaweza akatoa fact ya kwamba mbona dini ya Kiislamu inabagua wanawake wakati wote ni sema. Sio kubagua wanawake. Sio kubagua. Ila wanaume kwanza. Let's come to the reality. Tuje hata kama tuje leo hapa dunia tunavyoishi. Tunavyoishi duniani. Okay. Madhehebu yote, si ndio? Na nchi zote, na makabila yote. Wewe unavyoona kuna usawa mwanamke hapo? Ukienda nchi yote na ukienda sehemu yote na ukienda vijijini wapi kuna usawa mwanamke? Hakutakuwa na usawa mwanamke, lakini kwenye haki za uumbaji, yaani wewe mwenyewe hata ukiangalia haki za uumbaji, sidhani kama Mwenyezi Mungu anaweza kakaa akasema mwanamume kwanza, mwanamke baadaye. Sidhani kwenye haki za hilo. Tukija kidini, mimi kihadithi na sikumbuke kile na kuuliza swali tu la kizushi. Kiumbe cha kwanza kuumbwa kilikuwa jinsia gani? Kiumbe tukiangalia viumbe vya kuumbwa vilianza wanyama nini na nini. Asabu kuja kwenye binadamu. Kwenye binadamu sio ndio hivyo wamesema Adam. Sasa unaona nani jibu hiyo anajibu Adam. Si ndio? Adam. Kwa hiyo mwanaume. Sidhani, lakini kama kulikuwa ndo iwe sababu ya kusema mwanaume kwanza. Mbona kuna msemo ndo lady first? Hiyo lady first wazungu ndio na wazungu. Ndio wenye dini hao. Yaani bwana wazungu ni katika watu ambao wanapenda kupindisha vitu. Alafu na fact, yani mzungu bwana na fact ambazo kweli yani kama hauna ile imani thabiti kabisa unaweza ukatoka kwa nchi yako. Mfano wa haya masuala ya kiimani haya. Mfano kama hizi mambo ya nini haya? Ya masuala ya shirki, tuje kwenye masuala ya shirki. Bwana ngoja, story bwana tutaendelea, lakini story lazima tupige nyingi sana au vipi? Ngoja iishie hapo alafu next. Sema chao.